Binadamu anaumia, binadamu anajaribu kusoma vitabu ili ajue kwa nini mapenzi yanawatesa watu wengi, na ni wachache sana ambao hawateswi na mapenzi. Binadamu anajaribu kutafuta kila njia ili tu ajue, je, kuna njia dawa inatumika za waganga au tu Mungu na bahati zake. Leo tutalizungumzia ili somo kwa kina zaidi ili ujue ni kwa nini haupendwi sana na ni kwa nini kila unayempenda na kusaliti, na kwa nini unayempenda na mpenda mwingine. Tafadhali kama huja subscribe hii channel ya Haitai, tafadhali subscribe, share kwa marafiki ili uwe mtu wa kwanza kabisa pindi tutakapokuwa tunatuma video hapa. Leo dunia mzima inaongea kuhusu mapenzi, maua, zawadi, maneno matamu, lakini kuna swali moja watu hawaulizi. Kwa nini kuna watu hawahangaiki kutafuta mapenzi, lakini mapenzi yanawatafuta wao? Mapenzi yanaofuata wao, kwa nini wao hawahangaiki? Na kwa nini wengine wanajitoa sana, wanapenda kwa moyo wote, lakini bado wanaachwa? Ukweli mchungu ni huu: mapenzi sio bahati, mapenzi ni nguvu ya kisaikolojia. Na leo nitakuonyesha siri ambayo watu wachache wanaielewa. Valentine ya kweli haianzii kwa mtu mwingine, bali inaanzia ndani kwako. Binadamu hapendi mtu, binadamu anapenda jinsi anavyojisikia akiwa karibu na mtu. Ndiyo maana mtu maskini anaweza kupendwa kuliko tajiri. Mtu mkimya anaweza kuvutia kuliko mzungumzaji. Mtu asiyejitahidi sana anaweza kufuatwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu anatoa hali ya utulivu, anatoa usalama wa kihisia, anatoa nguvu isiyoonekana. Kuna jamaa mmoja kazini alikuwa hana sura ya kuvutia wala pesa nyingi, lakini kila mtu alipenda kuwa karibu naye. Alikuwa hasukumi mazungumzo, asumbui, asubiri kuthibitishwa. Alikuwa ametulia ndani yake, na utulivu huo ulimfanya wengine wajisikie salama. Hapo ndipo mvuto unazaliwa. Kuna makosa matatu watu siku ya Valentine huyafanya. Valentine Day watu hufanya kosa kujaribu kupendwa kupita kiasi. Unapotafuta kuthibitishwa, akili ya mwingine inaona kama una upungufu, na akili ya binadamu huvutiwa na kile kinachoonekana kina thamani. Kosa la pili, kutoa kila kitu mapema. Siri ya mvuto ni nafasi. Ukijitoa wote mapema, hakuna kitu cha kugundua tena. Kosa la tatu, kuogopa kupoteza. Watu wengi wanapoteza mapenzi kwa sababu wanaogopa kuyapoteza. Hofu huonekana kupita ujumbe mwingi, wivu kulazimisha mawasiliano, na hofu kupunguza heshima. Hisia zinaambukiza. Ukikaa karibu na mtu mwenye amani, na wewe unatulia. Ukikaa karibu na mtu mwenye wasiwasi, na wewe unachoka. Ndiyo maana watu wenye nguvu ya ndani huvutia bila kujaribu. Mfano, fikiria mtu anaingia chumbani, hasemi kitu, lakini kila mtu anamtazama. Sio nguo, sio sura, sio uwepo wake. Uwepo unatokana na mtu kujikubali. Watu wanaodumu kwenye mapenzi wana tabia moja: hawapotezi maisha yao kwa ajili ya mapenzi. Wana malengo yao, utulivu wao, mipaka yao. Wanapenda lakini hawajipotezi. Na ajabu ni kwamba kadri mtu anavyojithamini ndivyo wengine wanavyomthamini zaidi. Valentine ya kweli ni nini?
Valentine ya kweli sio zawadi, ni hali. Hii ni hali. Hii tunaweza tukasema niko vizuri hata bila kuthibitishwa, na mtu mwenye hali hiyo hapiganii mapenzi, havutii kwa nguvu, lakini watu wanamfuata kwa sababu nguvu kubwa ya mvuto ni hii, utulivu wa mtu anayejua thamani yake. Leo usijiulize nani atakununulia zawadi, jiulize, je, mimi ni mtu ambaye uwepo wake ni zawadi? Kwa sababu siku utakapoanza kuwa chanzo cha amani, hautafuata mapenzi tena, mapenzi yatakufuata. Leo watu wengi wanaamini Valentine Day ni siku ya zawadi, maua, picha mzuri, ahadi tamu, lakini ukweli ambao hauzungumzi ni huu: kuna watu hawapewi zawadi lakini bado wanapendwa sana, na kuna watu wanatoa kila kitu lakini wanaishi kuumizwa kila siku. Ushawahi kujiuliza ni kwa nini mtu mmoja anapendwa bila kupambana, lakini mwingine analazimisha mapenzi kila siku? Nguvu ya akili ni nguvu ambayo watu waliofanikiwa wanaificha, na nguvu ya uwepo wako. Na kama utasikiliza mpaka mwisho, utaelewa ni kwa nini baadhi ya watu hawaombi kupendwa, lakini wanapendwa maisha yao yote. Unajua, unapompa mtu jukumu la kukufanya ujisikie wa thamani, unampa pia nguvu ya kukuumiza. Mtu anayejipenda kwa utulivu haombi mapenzi, anayavutia. Fikiria mtu anayejua thamani yake, hasumbui, hajilazimishi, hafuatilii kupita kiasi, na ajabu ni kwamba ndiye anayevutia zaidi, kwa sababu akili ya binadamu huvutiwa na kile kinachoonekana kina amani ndani yake. Kwa nini wengi huharibu mapenzi? Makosa mengi ya mapenzi hayaanzi kwa chuki, yanaanza kwa hofu ya kupoteza, hofu ya kubaki peke yako, hofu ya kutokutosha, na hofu hiyo huonekana kupitia vitendo vidogo vidogo: kutuma ujumbe kila dakika, kuuliza uhakika kila mara, je, unanipenda kweli? Je, hauna unisaliti kweli? Kila siku unapenda kutuma meseji za kuthibitishwa. Na hofu nyingine, kuacha maisha yako ili kumfurahisha mtu. Kadri unavyojaribu kushikilia, ndivyo mvuto unavyopungua, kwa sababu mvuto unahitaji nafasi. Maua yakimwagiwa maji kupita kiasi yananyauka. Mapenzi pia yako hivyo. Maua yakimwagiwa maji kupita kiasi yanamwagika, au yananyauka. Yananyauka. Mapenzi pia yako hivyo hivyo. Ukishikilia kupita kiasi, basi mapenzi yanapotea. Kuna nguvu ya utulivu wa ndani. Kuna aina ya watu ukiwa karibu nao unajisikia salama bila sababu. Hawazungumzi sana, lakini uwepo wao unatulia. Hii si bahati, ni hali ya ndani. Mtu aliyekubali maisha yake hatoi pressure kwa wengine, na watu huvutiwa na mahali penye utulivu. Ndio maana mara nyingi anayejali kidogo huonekana kuvutia zaidi kuliko anayejitahidi sana kujali. Sio kwa sababu hajali, bali kwa sababu hajapoteza utambulisho. Watu wanaodumu kwenye mapenzi hawajaribu kuwa wakamilifu, wanakuwa halisi. Wana mipaka, wana maisha yao, wana ndoto zao. Hawafanyi mtu mmoja kuwa dunia yao yote, na hiyo huwafanya wawe na thamani kubwa zaidi.
kwa sababu mtu mwenye maisha yake haogopi kuondoka pale heshima inapopotea. Na mahali ambapo kuna kujiheshimu ndipo mapenzi ya kweli hukua. Nakupa angalizo leo: badilika, usiwe mtu anayehitaji kupendwa ili ajisikie hai. Kuwa mtu ambaye uwepo wake unafanya wengine wajisikie hai. Na kumbuka, mtu anayejithamini kwa utulivu haishi akiomba mapenzi, anaishi akivutia mapenzi. Kama umelipenda hili somo, tafadhali subscribe, share kwa wengine hii channel ya Haitai ili wengi wajifunze zaidi. Asanteni sana, bye bye. Usikose somo linalokuja, lingine litakuwa ni mzuri zaidi la mapenzi. Kwa hiyo endelea kuwa nasi. Bye.